Baada ya kumalizika kwa fainali ya mchezo wa UEFA Champions League ambapo klabu ya PSG ilifanikiwa kuibwaga klabu ya Inter Milan kwa jumla ya mabao 5-0, sasa kuna mengi ambayo yako nyuma ya ushindi huu. Kwanza kabisa ni nyota wa klabu ya PSG Desire Doué ambaye amekuwa MVP au mchezaji bora wa michezo hiyo ya UEFA Champions League. Lakini ukiangalia historia ya michezo hii ya UEFA Champions League, mara nyingi sana wachezaji bora wa michuano hii au wale ma MVP huwa wanakutana kitu kinaitwa ACL. ACL ni ugonjwa ambao unatokana na kuchanika kwa tishu ambayo iko ndani ya goti, na ACL kirefu chake ni anterior cruciate ligament. Sasa ukifuatilia vizuri historia ya wachezaji bora wa michuano hii ya UEFA Champions League kuanzia msimu wa mwaka 2020, wote walikutana na kasumba ya kuja kupata tatizo hili la ACL. Mwaka 2020 mchezaji bora wa michuano ya UEFA Champions League alikuwa ni Kingsley Coman, lakini baadaye pia alikuja kupata ACL. Mwaka unaofuata 2022 mchezaji bora wa mashindano haya alikuwa ni N'Golo Kante ambaye naye pia alipata ACL. Mwaka 2022 mchezaji bora alikuwa ni Thibaut Courtois, nyanda wa klabu ya Real Madrid, ambaye naye alipata ACL na kukaa nje uwanja kwa karibu msimu mzima. Mwaka 2023 MVP alikuwa ni Rodri ambaye pia baadaye alikuja kushinda tuzo ya Ballon d'Or kutokana na performance yake nzuri ya Champions League, lakini pia ACL ilimtesa na akashindwa kurejea tena uwanjani. Mwaka 2024 ni Dani Carvajal ambaye mpaka leo klabu ya Real Madrid ni kama inamsahau, bado hajarejea uwanjani. Mwaka 2025 Desire Doué, nyota wa klabu ya PSG ambaye naye pia amekuwa mchezaji bora. Je, kuna chochote ambacho kitamkuta au kasumba hii ilikuwa inawakuta wale wachezaji ambao walitangulia, au kuna pointi ambayo walikuwa wanaikosea? Lakini wote waliomtangulia walipata hii kitu kinaitwa ACL. Siku moja nitakuja hapa kukaa na kuizungumzia vizuri hii ACL, ambapo picha ni kama hizi ambazo unaziona, lakini nitakuja kuizungumzia vizuri, na kama nitampata daktari anayehusika na masuala ya mifupa kwa binadamu itakuwa bomba zaidi. Atakuja kuzungumzia hii ACL ambayo ni kama tissue ambayo unaiona hivi inakuwa ndani ya goti ambayo inachanika, na ikichanika inachukua muda mrefu sana mpaka kuja kuiunga na kukaa vizuri, alafu baadaye mchezaji aanze kufanya mazoezi, apate fitness, kisha kurejea tena uwanjani.